Kwenye kuendesha gari, si ndo likapita kunguru jeusi, likampoteza uelekeo, akajikuta anaenda ovyo, akaenda kugonga ukuta kimya. Kifo chake sio cha kawaida. Kuna mchawi nguli sana hapa kijijini amekisababisha. Anahitaji ainywe damu ya huyu kijana. Kweli aisee, alifyonza damu yote. Fyonza kweli kweli kwenye mwili wake. Mzee huyu akainywa damu yote aisee, akajilamba kabisa, kwa maana ilikuwa ni tamu sana kama asali mbichi. Moyo wake, sura yake ilijawa na tabasamu, kuonesha kuwa amependezwa na hiki anachokifanya. Sasa kwa nini afanye mauaji kama hayo? Au kuna kosa amefanyiwa? Anyway, subscribe kama bado hujasubscribe ili tuanze kwa pamoja. Kwenye sehemu ya siri ambako huwaga wanakutana hawa wachawi, siku zote huwaga wanamzungumzia binti mmoja aitwaye Shimwanya. Shimwanya amekuwa tatizo kwa upande wao, maana anazuia sana mipango yao. Ila huyu mkuu wao aitwaye Izu akadai kuwa anajua kudili naye vyema, lazima amnyooshe. Kivipi yani? Shimwanya pamoja na Izu ni mtu na baba yake mkubwa. Hapa kamekuja kumfokea kweli kweli kuwa hakajalala usiku, kwa kuwa wamekuwa wanamtaja sana kwenye vikao vyao vya kichawi. Mzee alichukia kinoma ese, kwa maana usoni mbele za watu anaonekana ni mtu wa maana sana, kumbe ni mchawi anayeongoza grupu la wachawi wala nyama za watu. Kwa kuwa Shimwanya kashindikana na ni mtata kweli kweli, hii ikajenga bifu zito sana kati yao hawa wawili, kwa maana Izu hapendi binti anavyokuja kuongea siri zake hadharani. Akaamua kuchukua uamuzi wa kumuita baba yake na Shimwanya, maana si ndo mdogo wake tena. Akamjuza kuwa binti yake Shimwanya ana tabia mbovu sana, kaja kumsema kuwa yeye ni mchawi na ana kikundi cha kishirikina. Pia amemtukana matusi ya nguoni. Hivyo basi anachokihitaji, anamuomba Nnandi aende akamuonye bintiye. Kweli aise, Nnandi alivyotua nyumbani alifoka kweli kweli, akamuita mke pamoja na watoto wake wote. Akaanza kufoka juu ya shutuma kutoka kwa Izu. Shimwanya ni mtoto wa kitaa sana, akaanza kumjibu baba yake kuwa hayo yote ni kweli. Baba yake mkubwa ni mchawi na uwaga wanamuongelea sana usiku kwa kuwa hawamuwezi. Nnandi ilibidi afoke sana na akamjuza mkewe Nkechi aongee vizuri na mabinti, awafundishe tabia njema. Kuna mchawi anafanya yake mitaya hapa, anataka ajibadilishe kuwa kunguru mweusi ili akachukue roho ya Obina. Kweli aisee, baada ya kupepea akaja kuichukua roho ya Obina. Hapo ndo anakuwa akamtoa kafara mazima. Obina akaja kumwaga mama yake mitaa ya shambani na kuianza safari yake ya pepo. Hapo ndo ikawa mwisho wa Obina na ndo bye bye hivyo. Alipojaribu kumwamsha hakuamka tena. Obina akawa ameaga dunia mazima. Vilio kwa majirani, ndugu pamoja na marafiki wa karibu waliokuwako wanampenda sana kijana yule vikawa vinasikika pale. Ni huzuni sana isee, maana hata kifo chake hakieleweki. Amefariki ghafla. Shimwanya akakutana na Anyangu, akaanza kumgombeza kweli kweli juu ya kile alichokifanya. Amemua Obina na nafsi yake bado inamfuatilia. Hili limshangazi lichawi likajibadilisha macho yake ili kumtisha Shimwanya. Binti akazidi kumkazia kuwa haogopi chochote na akamkanya kuwa aache hizo tabia, maana atakuja kufa siku sio zake. Alipoondoka, Anyangu alijiuliza sana maswali. Hii imekuwaje mpaka uchawi wake usiweze kufanya kazi kwa yule binti mdogo? Huku kijijini bana, wachawi ni wengi. Huyu mzee akafanya makosa makubwa sana kutoa sifa za mafanikio ya kijana wake. Hii ikamfanya mwenzie aombe wakamuone huyo kijana mwenyewe ambaye amejipata kimaisha. Kweli aisee, kijana Simoni ni tajiri sana, ana miradi mingi sana huko mjini ambayo anaiongoza yeye mwenyewe. Hii ni moja kati ya gari zake. Kwa hiyo ana gari nyingi kinoma, ameziacha huko mjini. Akamwahidi kuwa atampa zawadi huyu mzee. Akampatia kinywaji matata sana.
Mzee akiwa anakitikisa kile kinywaji akadai kuwa atakunywa hiki kinywaji, ila baada ya hapo atamnywa na Simon mwenyewe. Hapo aliongea kimoyomoyo. Baada ya hapo akazugazuga kana kwamba anatoa baraka hivi kwa Simon, kumbe ni ukuda tupu. Huyu mzee Izu alipokutana na shemeji yake, mke wa mdogo wake, Nkechi alitega masikio ili apate kumsikiliza kwa kina. Kumbe huyu mzee ni wahovyo sana. Anachokihitaji ni kuwa kwenye mahusiano na Nkechi. Anadai kuwa Nnamdi anamfubaza, hamuweki katika mwonekano mzuri. Yaani ni bora ampe nafasi yeye ili watanue maisha. Nkechi ni mwanamke na nusu, mtu aliyesimama vyema kwenye mahusiano yake. Yaani kiufupi hateteleki. Akamfokea sana Izu na kuondoka zake. Izu akadai kuwa lazima familia yao ivurugike tu, atafanya kila namna. Simon akamwaga mzee wake kama kawaida ili apate kurudi mjini ili akaendelee na kazi, ila hakujua kuwa wanadamu ni wabaya sana. Unacheka naye, unakula naye, kumbe ndo huyo mbaya wako. Wakati yuko barabarani likakatiza kunguru jeusi lililokuja kumpoteza uelekeo wake na kujikuta anaenda kugonga ukuta na kufa papo hapo. Ndumila kuwili akaanza kujisogeza kwa jicho la ukuda ili kutimiza maneno yake ya kumnywa Simon. Akaanza kuifyonza damu yake. Mzee aliinywa damu yote, kunywa sana, bila hata chembe ya huruma ndani yake. Huyu ndiye aliyekuwa rafiki yao pendwa wa familia, ila kwa sasa anafanya ukatili usiokuwa wa kawaida. Yaani kana kwamba anaowafanyia ukatili hawafahamu kabisa. Hii ni noma sana ise. Akanywa damu ile mpaka akajilamba, maana damu ilimnogea sana. Sio siri, ameenjoy sana ndani ya nafsi yake. Baada ya kuona Nkechi ni mgumu sana, akaamua aje amharibie kwa mume wake Nnamdi. Yaani potelea pote, anachokitaka atengeneze ugomvi usiokwisha kati yao. Akadai kuwa Nkechi ni malaya, tena kahaba wa bei nafuu. Yeye ni shuhuda, huwa anamkuta vichochoroni, tena anamkuta na wanaume wengine, wanamalizana hapo hapo. Hey, kuna kitu inabidi atafakari kwa kina. Huenda hata Shimuanya sio mtoto wake wa damu, yaani analea na kutunza mtoto wa mwanaume mwingine. Yeye atazame pia, achunguze vizuri. Kati ya tabia na mienendo ya Shimuanya haiendani kabisa na ukoo wao. Baada ya kujazwa hayo maneno, yaani kwa namna fulani akamuingia kwenye akili yake, akadai kuwa lazima akadili na Nkechi mpaka ajibie maswali yote. Mida ya usiku mwingi, kichwa hakiko sawa. Yale maneno ya Izu yakawa yanamzunguka kichwani kwake. Unajua, kumhudumia mke ni level nyingine kabisa. Yaani anakutizama kwa kila kitu, alafu leo hii usikia anakuchiti na mwanaume mwingine. Hii inaumiza sana bro. Yaani mke anauma ise. Hata alipomuita ili waongee kuhusiana na hili swala, mke yeye alijibu kirahisi sana kuwa yule Shimuanya ni mtoto wake. Hakutaka waendelee tena na hayo maswali, maana aliamini kuwa hayo ni maswali ya kipumbavu. Basi akaondoka zake akaenda kulala, ila mwamba aliliweka moyoni hili swala. Mapema sana akamtoa Shimuanya mkuku aende mbali, yaani akamtafute baba yake, maana hata yeye anaona kabisa kuna uwezekano binti huyu sio damu yake halali. Palichachuka sana ise, ugomvi ulipamba moto. Mke anadai hajawahi kutoka nje ya ndoa yake, yaani hajawahi kumsaliti mume wake. Kwa hiyo anadai kuwa Shimuanya ni mtoto wake kabisa. Walivurugana sana ise. Kwa kuwa ameshatengeneza ugomvi baina ya Nkechi pamoja na mume wake, hapa kilichobaki ni kumwangamiza mmoja wapo, yaani kumuua kabisa, ili mwingine aonekane ni mwenye hatia. Izu, mzee mwenye uchawi mwingi, akatuma kombola zito sana la kumwangamiza mmoja wao kwenye hii familia ya Nnamdi. Kwa kuwa binti Shimuanya ana uwezo wa ajabu aliopewa na Mwenyezi Mungu, akatambua kuwa huko aendako mzee wake sio salama. Alipojaribu kumzuia mzee wake, mzee aliona Shimuanya ni jau, tena ni mpumbavu kabisa, mpumbavu asiojua chochote. Mwanae mwingine mpole aitwaye Sochi aliunga mkono juu ya maneno ya Shimuanya kuwa mzee wao asiende huko anakotaka aende. Yeye akawapuuzia, akaongoza njia kwenda kwa shamba.
Hakufika mbali aisee, akapigwa nzito kimya. Wauni wakamuwai na kumbeba ili wamfikishe kwake. Wote walilia sana, wakiongozwa na Nkechi mama yao. Nyumba imeingia huzuni isiyokuwa ya kawaida. Familia ilimpenda sana baba yao, ila mambo yameenda tofauti. Kichwa cha familia ameondoka isee. Baada ya msiba, Izu akapata wasaa wa kuketi na mfiwa huyu mjane, akampa pole kama ilivyokuwa ada, ila akaanza kuharibu mazungumzo yao pale, baada ya kumuomba amuoe ili waendeleze familia, kwa kuwa waliokufa sio wa kuwazingatia. Yeye binafsi akakataa, akadai kuwa sasa hivi ni wakati wake wa kupambana ili hakikishe watoto wake wanapata mahitaji yote ya msingi. Izu moyoni mwake akadai kuwa kwa kuwa amekataliwa, lazima afanye jambo baya sana kwa huyu mwanamke, kwa maana anaendelea kumdhalilisha na anaendelea kukataa. Yaani ni mpuuzi tu. Kwanza kabisa akaamua aite wazee wa kijiji. Kaleta shutuma kwa huyu mwanamke kahusishwa na kifo cha mume wake. Kivipi yani? Siku chache kabla ya kifo cha Nnandi walikuwa kwenye ugomvi mzito sana. Hii inamaanisha kwamba mwanamke huyu kaamua amtoe uhai mume wake. Nkechi mbele ya wazee alidai kuwa yeye hahusiki na hiko kifo cha mume wake. Yuko tayari kukiri mbele za miungu ambayo inalinda hiki kijiji kuwa yeye hahusiki kwa chochote kile. Asa ikifika stage ya kwenda kukiri huko kwenye hiyo miungu, mara chache sana kutoka kwenye huo mtego. Yaani unaweza ukawa tahila au kipofu kwa namna miungu yenyewe inavyoongozwa. Ndio maana huyu Sochi akawa anamshauri sana mama yake asiende kukiri huko, wafanye namna yoyote ile, hata kukimbia kijiji, waende mbali mno. Ila mama sasa hakusikiliza ushauri wa binti yake, akawa amefanya makosa makubwa sana. Akaja moja kwa moja mzee mbele ya wazee wa kijiji. Kuhani wa hapa akawa anamsikiliza mwanamke huyu kuwa atakiri na ataongea ukweli wote, kuwa yeye binafsi hahusiki na hiko kifo cha mume wake. Akaambiwa ayafatishe hayo maneno ya kiungu ipasavyo. Ni kweli yeye hahusiki kwa chochote, ila Izu si ndo mkamalia mwenyewe, ilibidi ampige dozi ya uchizi ili akaokote makopo huko. Ni kweli aisee, hata kabla hajafika nyumbani kwake dalili zikaanza kuonekana pale njiani. Baada ya hapo si ndo ikawa baibai mzee. Baada ya hilo sakata, watoto wakawa wanawaza mama yao tayari ameshakuwa kichaa. Kwa hiyo ni nani atakayeweza kuwatimizia mahitaji yao? Unajua Sochi bado anasoma, atawezaje kukidhi yale mahitaji ya shuleni? Hapo ndipo alipokuja na mada za ovyo yule baba yao mkubwa Izu. Akawa anadai kuwa ile nyumba pamoja na uwanja wote, yani mali zote ni za kwake, hivyo atawaacha tu wakae kwa muda. Pindi watakapokuwa wakubwa itabidi waende wakaolewe, waishi huko na wanaume zao, watoke pale kwenye nyumba yake. Sasa hawa watoto wanachokijua hapa ni kwao na ni mali ya wazazi wao. Yeye ba mkubwa wao hahusiki kwa chochote. Baada ya huo mkwala mzito aliotoa pale, yeye akaondoka zake. Kikundi hiki cha wachawi wakawa wanajipongeza, maana kila mmoja wao mambo yake yanasonga mbele, yani yananyooka tu. Wakiwa wanaendelea na furaha yao, mchawi mmoja akadai kuwa anaomba ruhusa aende akainywe damu ya binti Sochi, anaitamani tangu zamani. Huyu Izu kwa kuwa wale watoto wameshamchosha, akadai kuwa aende tu akanywe damu zao. Kama anataka aunganishe na ya Shimwanya aunganishe tu, kwa maana hawataki kwenye ile nyumba yake. Walifurahi sana ise, cheka mno. Kazi ikaanza. Akaja kwa njia ya mjusi ili azidi kumnyonya damu mdogo mdogo, yani mpaka pale waje kusema kuwa aliishiwa damu ndo akafa. Ila mpango ukaenda tofauti na vile yeye alivyokuwa anataka, kwa kuwa Shimwanya aliushtukia mchezo. Aligundua mtu aliyefanya hivi kuwa kapewa ruhusa na nani, akaja kumtimbia Izu. Muda huo yupo na mtumishi wa Mungu, alikuwa anajikosha kuwa yeye ni mtu mwema. Shimwanya hakuogopa chochote kile, alifoka sana na kudai kuwa huu uchawi wao umegonga mwamba, kamwe hawatoweza kufanikiwa juu ya kile walichopanga juu yao. Walipotoka tu pale wakaja kukitia moto haka kamjusi. Asa wakati wanaendelea na zile harakati za kumunguza yule bwana mjusi,
yule mwanamke mchawi akawa anaungua kinoma, akaanza kuvutwa mpaka eneo la tukio. Akawa analia sana isee, anaugulia maumivu ndani ya mwili wake, hakutoboa kabisa, akaaga dunia, maana maumivu ni makali mno ya moto aliopigwa. Mama yao sasa hivi ni mtu wa jalalani siku zote, hivyo wakipatacho walikuwa wanamzingatia chakula na nini ili apate kuweka kitu chochote tumboni. Hii inahuzunisha sana isee. Unajua siku zote kichaa huwa anafurahisha sana akiwa sio ndugu yako, yaani akiwa hatokei kwenu, ila huwa inaumiza sana kichaa huyo akiwa ni ndugu yako au akiwa ni mama yako mzazi, kama inavyomkuta huyu binti Sochi. Aisee, inaumiza sana hii. Alipotokea hapa, mambo ya ulogaji yakawa yameharibika. Alikuja kumloga binti, hasa amemkuta, wakawa wanatizamana tu. Ilibidi amfokee sana, maana anamharibia kazi yake. Basi bana, kwa kuwa ameharibu kazi yake, ilibidi apotee tu bila hata kuaga. Wakati anarudi njiani, akakutana na paka mweusi. Akaamini kuwa huyu sio wa kawaida. Kweli aisee, alipompiga na lifimbo kichwani, kumbe ni yule mzee bana. Yaani wanamwinda sana huyu binti kinoma, wanataka wamuue, ila mchongo umefeli tena kwa mara nyingine. Hili lizee likaamua lisepe, kichwa kikiwa kina maumivu ya kutosha. Akaja Izu kwenye hii nyumba yao, akawa anawataka watoke kabisa, ila madogo hawa wakawa ni wabishi kinoma. Alipotaka kumpiga kimbola, kikadunda, yani hakijapenya. Kiufupi hakijafanya kazi. Akaamua asepe tu, maana hakuna namna, ila akadai kuwa dawa ya Shimwanya inachemka, kwa hiyo inatakiwa ajiandae vyema. Kwa kuwa yule Simon hakufa katika haki, mzimu wake ukainuka ili uisake haki, panga mkononi. Mzee atajuta sasa. Akamtokea, kwa kuwa yule ndiye aliyehusika na ukatili juu yake. Akaanza kumfukuzia na panga, huku akimpa maumivu makali sana, mpaka mzee huyu inatakiwa atubu, aseme ukweli juu ya kile alichokifanya. Akaongea ukweli wake wote, kuwa yeye ndiye aliyehusika na kifo cha Simoni, kijana aliyokuwa akajikwamua kimaisha, aliyokuwa akajipata pale kijijini. Watu walishangaa sana isee, huu ni wivu wa namna gani? Yaani mtu aliyokuwa rafiki yao, waliokuwa wanamsaidia katika shida zake, alafu leo hii kumbe ndo huyo huyo aliyehusika na kifo cha bwana Simoni. Watu walishangaa sana isee kwa hilo. Yeye akafa baada ya ukweli wote kujulikana. Hawa bana walipewa kazi ya kumkamata huyu mjamzito, ili sasa akatengenezewe dawa kwa wachawi, ili mambo yao yaende sawa, mambo ya kwenda kupambana na Shimwanya. Mambo yakawa tofauti na vile walivyokuwa wanataka, maana binti akaja kuharibu mchongo. Walipotaka wampige risasi zilidunda. Wakaambiwa kuwa ni bora warudishe pesa walizopewa na waachane kabisa na huo mchongo wa kuua watu, kwa maana watakufa wao. Chapu sana wakaja kwa Izu kurudisha lile fungu la pesa. Hawataki kazi ya kukamata hao wajawazito. Unajua waliambiwa wafikishe wajawazito 6 ndo wataongezewa marupurupu ya kazi. Izu akawa anashangaa, mambo mbona yanaenda tu mlama, mambo hayaeleweki, huyu binti analindwa na kitu gani? Hili mchanganya sana isei. Sochi alipomsaidia kumpuliza huyu binti asiyemfahamu, akapatiwa na zawadi ya matunda akale, kama ni ishara tu ya upendo. Ila matunda hayo hayakuwa salama hata kidogo, maana huyu ni moja kati ya wale wachawi wa Izu wanaowawinda hawa mabinti ili wapate kuwamaliza. Kwa bahati nzuri akakutana na Shimwanya, akayatambua kuwa yale matunda hayako poa. Alipoyachukua akayatupa na akamtaka asiwage anapokea vitu vyovyote vile kutoka kwa watu wasiowajua. Basi bana, ilibidi waongozane ili waelekee nyumbani kwa pamoja. Mida ya usiku mwingi, Shimwanya akajua kabisa wamevamiwa na nguvu ya ajabu, tena wamevamiwa na nguvu ya giza kwenye hii nyumba yao. Ilibidi atoke nje ili akapambane nao hao wavamizi. Hey, achaneni na huo ujinga mnaotaka kufanya. Mbona mnaleta ukarumanzira hapa? Mambo yameanza kuharibika sasa. Sikia dogo, hakikisha unaomba sala yako ya mwisho ili tukuunganishe na udongo. Yaani
urudi mavumbini wewe. Chenyewe ni kibishi kinoma isee. Hawajawahi kukutana na moto kama huu. Binti mdogo asiogopa wachawi. Walipotaka wamteketeze, akawawai, akawavuruga sana. Hadi pale walipoanguka chini wakaungana na udongo. Yaani hiyo ndo mavumbi kwa mavumbi mzee. Wachawi hawa biashara yao ikaishia hapo. Ule uchawi wao walompiga Nneka ukapata kumtoka. Mama akawa mzima kabisa isee, tena mzima wa afya. Ndo akaanza harakati za kurudi nyumbani kwake sasa. Kufika hapa njiani, kama bahati tu akakutana na watoto wake isee. Walifurahi sana, maana hawakutegemea kwa hili jambo. Hapa basi ndo wataenda kuishi maisha ya amani na upendo, kwa kuwa wabaya wao wote hawapo tena. Basi bana, na hapa ndo inakuwa mwisho mwa hii hapa inayoitwa Shimuanya The Fearless Siha. Naomba niandikie maoni yako hapo chini. Umeionaje hii kazi? Naomba unisupport kwa kubonyeza neno subscribe kisha turn on notification bell ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi pale nitakapoweka video mpya. Thank you. Ungana nasi tuwe familia kubwa. Ubweka nafsi tiba yake utaipata. Zile movie kali, burudani ya uhakika. Bando lako, muda wako utojutia. Uwepo wako ni thamani kwetu. Kwa maoni yako na kushare kazi zetu. Lenji Media, kutana na True Boy. Lenji Media, kwa movie kali.